Ni siku ya pili ya wiki ambapo asubuhi ya leo, mtazamaji wangu mpendwa, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hali gani ndugu yangu, dada yangu? Ninaamini kwamba usiku wako ulikuwa ni wa baraka. Na maybe unaweza kuwa unasema kwamba mimi mtumishi nimeweza na kuamka, lakini sijui niweza na kuamka katika uso wa dunia nifanye nini? Nifanye lipi? Sijui nitaelekea wapi? Sijui nini? Sijui. Lakini hayo yote usije ukanjiuliza sana, maana Mwenyezi Mungu yuko upande wako. Mwenyezi Mungu yuwakupenda. Mwenyezi Mungu yuwakufikiria mema. Hakika ukwambia kwamba usiku unaweza kuwa na mengi. Usiku unaweza kuwa ni wakilio, unaweza kuwa ni wakuumiza, lakini asubuhi yake furaha ikabisha mlango wako. Amini kwamba furaha itaweza na kubisha mlango wako. Basi karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, ili mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Reverend Namu kutoka kanisa la ABC Changoma katika maeneo ama katika uongozi wa Mboni Pastorate Makueni Sub Kota, yuko hapa tayari kabisa ili akaweza na kuendelea kutuinua kiroho na kutubariki na neno la Mwenyezi Mungu ambalo ninaamini kwamba Roho Mtakatifu ameweza na kumbariki nalo ni kwa sababu yetu, ili akaweza na kutunyunyizia baraka zake kupitia hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Karibu sana, tuzidi na kubarikiwa pamoja. Mtazamaji, asubuhi ya leo tena nitakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hujambo? Karibu katika neno la Mungu asubuhi ya leo. Tuanze kwa maombi. Mtakatifu Baba yetu, wewe ni Mungu wetu, sisi tu wana wako. Tunashukuru kwa ajili ya nafasi hii ambayo umetupa kuamka asubuhi ya leo. Tunashukuru na tunasema jina lako lihimidiwe. Wakati huu tunapoendelea na kujifunza neno lako, Roho Mtakatifu atuongoze. Mungu Baba, tukimaliza na kubarikiwa tutakushukuru, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Mtazamaji wangu, asubuhi ya leo ningependa tukaendelee na kujifundisha neno la Mungu, tukijua ya kwamba lengo kuu ya wiki hii tunajifunza tukijua ya kwamba katika kila maisha ambayo Mungu ametupa kuna kusudi la Mungu. Na hilo kusudi tutaendelea na kulitafuta katika maisha haya ambayo tumebarikiwa na Mungu. Na ningependa leo tukaweze kusoma kwenye kitabu hicho cha Kutoka, na tutasoma kifungu hicho cha 2, mstari huo wa 11 na tumalizie na huo wa 15. Tusome pamoja. Hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, akatoka kuwaendea ndugu zake. Akatazama mizigo yao, akamwona Misri anampiga Mwebrania, mmoja wapo wa ndugu zake. Basi akatazama huku na huko, na alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akamficha ndani ya mchanga. Akatoka siku ya pili, na tazama, watu wawili Waebrania walikuwa wanapigana. Akamwambia yule aliyedhulumu mwenzake, mbona unampiga mwenzako? Yule akasema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu wetu na mwamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri? Musa akaogopa, akasema, kumbe jambo lile limejulikana. Basi Farao alipopata habari, akataka kumuua Musa, lakini Musa akakimbia mbele ya Farao, akakaa katika nchi ya Midiani, akaketi karibu na kisima. Bwana Yesu asifiwe. Leo tumesoma yule mtoto aliyerokotwa mtoni, sasa amekuwa mtu mzima. Ni kusema ya kwamba amefikia katika kiwango kingine cha kuwa mtu mzima. Lakini bado Mungu hajatekeleza mpango wake kupitia kwa maisha ya Musa.
bado anaendelea na kumuandaa. Tumesoma ya kwamba alipokuwa akiwatembelea mandugu zake Waibrania, aliweza kuona Misri anamnyanyaza mwenzake. Ndipo akaweza kuingilia na kumpiga huyu Misri na kumuua ili aweze kumuokoa mwenzake. Unaona, alianza mambo ya kuandaliwa kuwaongoza watu wa Mungu kitambo, lakini hakuwa anaelewa. Kwa hivyo maisha yetu tunapata mambo katika maisha ambapo tunayoyatekeleza, kumbe hatuwezi tukajua ni Mungu anatuandaa katika huduma fulani. Huyu Misri alipouawa akamsaidia mwenzake, Musa tu alifikiria kumbe yeye amefanya kazi nzuri, amemuokoa mwenzake, lakini maneno alikuwa anajua ameyatenda kisiri. Lakini mpango wa Mungu ni wa ajabu sana. Hiyo habari iliweza kumwendea mfalme Farao, na yeye akataka kumuua huyu kijana Musa kwa sababu ameua watu wake. Na kwa sababu ya maarifa na ujuzi wa Musa, alipoelewa mambo ambayo yamepangwa juu ya maisha yake, aliweza kutoroka na aliweza kukimbia, akaenda mafichoni. Tunasoma nini? Nyakati nyingi wakati Mungu ametuweka katika maisha haya, unaweza ukapatana na changamoto. Pengine inatokana na ndugu zako, pengine inatoka kazini, pengine inatoka kwa kijiji, marafiki zako. Unaweza kuingilia tu jambo na unaweza kumchunguza, unaona mtu anamnyanyaza rafiki yako ama ametenda mambo kinyume na vile inavyostahili. Haifai kunyamazia jambo ambalo unalijua jinsi linavyopaswa kutekelezwa. Ni vizuri kuingilia katika maisha haya Mungu ametupa, ili wakati tutakapokuwa tunaishi tukaweze kuinuana, tukaweze kusaidiana. Kwa hivyo maisha tulio nayo na Mungu ametupa, kusudi moja la Mungu ni tukaweze kuinuana na kusaidiana. Panapohitajika msaada kwa mwenzangu, ni mimi ninafaa kumsaidia na kumtolea msaada huo. Kwa sababu hata yeye Mungu hutuhurumia. Si kwa vile tunatenda mazuri, tunatenda mabaya kila wakati, lakini Mungu hutuhurumia. Kwa hivyo kama vile Musa aliweza kumhurumia ndugu yake na akaona anateswa, akaenda akatoa msaada, jinsi hivyo katika maisha haya tumepewa na Mwenyezi Mungu ni ya kuokoana na ni ya kusaidiana. Hivyo unapotembea kazini, ukimpata ndugu yako amelemewa, ni vizuri ukamuinue, ni vizuri ukamuokoe. Lakini pia ukiwa mwangalifu, usiweze kujiingiza katika mambo ambayo yanaweza kukatiza maisha yako. Unakuwa mwerevu unapotekeleza mambo. Tumeona Musa vile alivyojiingiza akapatwa na shida, na pia na yeye akataka kuuawa. Lakini Mungu naye pia wakati tunapowekewa mitego, naye Mungu anatupa ujasiri na hutupa maarifa ya kuepuka hiyo mikaza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapotembea ulimwenguni huu, hata waadui zako wakikupangia njama, ujue Mungu atakupa maarifa na utaweza kutambua mipango yao, na bila shaka utaepuka. Kwa hivyo hakuna haja ya kuogopa, kwa sababu Mungu, nimekuambia ya kwamba katika maisha ambayo ametupa kuna lengo, na kabla hiyo lengo haijatimia, hakuna jambo linaweza kukufanya kukatiza maisha yako. Mtazamaji, Mungu amekupatia nafasi nyingine asubuhi ya leo. Ujui leo ni yapi ambayo utakumbana nayo, lakini hakuna haja ya kuogopa. Jua Mungu yupo katika kila hali, atakuepusha na majanga yote. Wewe jikabidhi tu kwa Mungu akuongoze, ili utakatekeleze malengo yake katika maisha haya. Kwa
Kwa hivyo maisha tulio nayo ni ya kungojea tu Mungu atekeleze malengo yake juu ya maisha yetu, na tutakaa tukingojea atekeleze. Tutajiingiza katika shughuli tofauti, tutajiingiza katika mambo, na kutokana na hayo mambo ndipo ataweza kutuongoza tuwe na maarifa na ujuzi wa kufanya mambo mengine magumu hata mazito. Kumbe tunaandaliwa kwa ajili ya huduma fulani. Kwa hivyo yale mambo ambayo tunayapata katika barabara, katika ulimwengu huu, yasije yakawa ni vikwazo ya kukataa ama ya kukatiza tamaa ya maisha. Jitie nguvu. Sijui umepitia hali gani, sijui ni akina nani wanaokusumbua moyoni, sijui ni jambo gani ambalo ni ngumu ambalo linakusumbua maishani mwako. Jua Mungu yupo na utengeneza njia na upanga mipango mizuri ya kukuepusha na mambo kama hayo, kwa sababu anaendelea na kukuandaa kwa huduma fulani. Jitie nguvu, endelea na kung'ang'ana mpaka uone siku moja amekuinua kutoka kiwango ambacho huko na akakuweka kiwango kingine. Bwana akubariki na alibariki neno lake. Amina. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya nafasi ya neno lako. Hakika limetujenga na limetutia nguvu. Asante Mungu. Na kwa sababu tunaendelea na kulitafakari mchana wote, nguvu zako zikazidi kutuongoza. Na ni katika jina kuu la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba. Amina. Mungu utuhurumia ili nasi tukaweza na kuhurumia na wengine. Hakika ukikumbukwa na Mwenyezi Mungu, akikuinua, akikubariki, tazama nyuma na uone kwamba kuna haja ya kuhurumia wengine, kuinua wengine, kuwashika mkono na kuwabariki pia. Sio eti kana kwamba umeweza na kubarikiwa hapo katika kijiji chenu ama katika hilo familia lenu, na unafika mahali wakati ambapo umeweza na kubarikiwa kiasi hicho, wewe unakuwa ni wakuumiza wale wengine kutokana na ile mali ambayo uko nayo, kutokana na lile jina ambalo uko nalo. Hapana, haifai. Hilo jina, hicho cheo, hizo baraka ambazo uko nazo, kumbuka kwamba umebarikiwa nazo ili ukaweze na kuwakumbuka wengine na kuwabariki wengine, lakini sio kuwaumiza. Saidia wale wengine, washike mkono. Angalia vile ambavyo wanaweza hata na wao kuinuka, lakini sio kujipenda kiasi ya kwamba unaendelea na kuwadhulumu, unaendelea na kuwaumiza, unaendelea na kuona vile ambavyo utaweza na kuwakandamiza kabisa. Lakini angalia uone kwamba unafaa kuwa na roho ya kuwasaidia, kuwahurumia na kuendelea na kuwainua. Ninakutakia wakati mwema, siku njema, na neema ya Mwenyezi Mungu ikatutoshe. Shalom.